Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Kuuhisi msisimko wa ghafla mwilini mwako. Kufanya kitu kwa utulivu ili usiweze kukosea. Kufanya machapisho ya kitu. Kufahamu kitu anachokuficha mtu. Kulaumu. Kusifia kitu. Kufanya taratibu mpya za uhamisho wa kikazi. Watu wanne kwa sasa watakuwa wenye umoja sana na wewe. Utafanyiwa kitu utakachokipenda. Kusalimiana na mtu mkiwa mko mbali ila mnaonana. Visa vya mtu vitakuwa ni majuto kwake. Kipo kitu utakachokijua kinachomhusu mtu. Nyota ya punda. Kutumia muda mwingi sana kufanya kazi inayojirudia. Kupanga kufanya kitu kwa ubunifu. Moyo wako kuwa mwepesi kumsamehe mtu. Umekuwa na utofauti ambao hukuwa nao hapo mwanzo. Kujikata au kuumia. Kusali sana. Kuhisi unazungumzishwa kihisia. Upepo unakuzunguka kila wakati. Unatamani useme kitu ila unasita. Na kujiuliza je, watakuamini? Punda. Kuna ujumbe umekufikia ndani yako. Unahitaji utekelezaji. Kitu chenye kito cha njano inakuashiria utapata mali au thamani wa kitu. Kuna jambo utakalolitekeleza litafanya upate uongozi. Ndoto zako za sasa zina kitu ndani yake. Maana kubwa ya jambo. Utulivu utakuwa nao sana. Ongea yako itakuwa ni yenye busara ya mzee makini. Mara nyingi utapendelea kuongea kichwa ukiinama au kuangalia juu. Utaratibu au upya wa kitu utatokea. Kazi yako itafikia mafanikio au kutambulika. Husda za watu usizihofie. Jipatie nafasi sasa. Muhimu uwe mbora wa ibada na imani thabiti. Hatua yako ni muhimu sana. Na ndiyo maana ulipo unajulikana kwa ukubwa. Nyota ya simba. Kuona konokono wengi. Unajulishwa njia zako za utafutaji kuna vizuizi vingi. Mtu atakuwa mwenye jambo zuri na wewe. Kupata hali ya hisia kali sana. Unahisi kufumbuliwa fumbo lililopo kwako. Unakutana na watu wapya sasa. Unaelekea kwenye mwelekeo wako. Visa vya watu kwako ni daraja pia la kukuvusha uendako. Ruhusu kuelewa na kuupokea ukweli. Utakuwa makini sana wa kitu. Zidisha jitihada kwenye harakati zako. Mapambano ya sasa hayahitaji unyonge. Siku ya Jumamosi kuna habari au kitu kukufikia. Pokea kwa imani ya heri. Nyota ya mapacha. Kujilinda au kujificha kutokana na jambo fulani. Kujihisi mwepesi baada ya kuongea jambo. Kutumia pesa kwa wingi siku ya leo. Utafikishiwa taarifa inayomhusu ndugu au mtu unayemfahamu. Nyota ya ndoo. Kumwaza sana mtu. Kupatiwa kitu ulichokihitaji. Utafanya jambo la kumkera mtu. Kupata muda zaidi wa kuongea na mtu. Kulala ukiwa una amani. Kufanya makosa kumjulisha mtu jambo. Utapata kitu kwa kushtukiza. Njia nyingine ya heri kufunguka mbele yako. Huzuni yako inaondolewa. Kubahatisha kitu. Kuzingatia usafi. Utakachokianzisha kwa sasa kina ukubwa wa kutimia. Kitu kukuchoma. Kujihisi maumivu sehemu. Kupata haja ndogo ya mara kwa mara. Baadhi yenu kusumbuka na tumbo la chango. Nyota ya mizani. Waunganisha watu katika namna nzuri. Ni wakati wako wa wema wako kuonekana. Amani ipo kwa wengi wenu. Kumjulisha mtu kitu kwa haraka. Kupatwa na hali ya hasira unapomuona mtu fulani. Kuidhinishiwa jambo lako au kukubaliwa. Kufanya kitu cha kukuheshimisha. Utatatua tatizo lako. Nyota ya kaa. Kupata taarifa ya kitu kabla hakijafanyika.
Utahisi kitu wakati wa usiku. Uoga wa ghafla kukuingia. Kuwaza kama jambo baya kuweza kutokea. Kuulaumu moyo wako kumpenda mtu aliyekuumiza. Kuona wanyama wakicheza. Unajulishwa upendo wenye nguvu ya kweli utakufikia. Kuiona alama sehemu ya mwili wako. Utakuwa mwenye kuiangalia sana. Mwisho wa wiki hii maji bahari yatakuwa ni tiba kwako. Katika namna ya uombaji wa kitu chochote. Kupata taarifa ya msiba. Nyota ya samaki. Kuonekana ni mwenye huruma sana. Kuna kitu kitakachopata hitilafu au ubovu. Kuhitaji kusafiri. Kuhisi macho kuchoma ndani yako. Ni hali ya kukinzana na nguvu mbaya iliyokuwepo. Utakumbushwa maisha ya zamani. Kupenda kusoma historia ya kitu au simulizi. Mtu atakuwa chanzo cha wewe kufanikisha kitu. Utajirudi kwa mtu. Ulichokihisi utapata udhihirisho wake. Nyota ya nge. Kuacha kuwa mkaidi. Kujiuliza au kutafakari kwa nini mtu au watu wanakuwa ni rahisi kukuchukia au kugombana nao. Mtu atakatisha mawazo yako pindi atakapotokea. Kufanya jambo taratibu litakalokuwa sawa au kwa ubora. Kuhisi sehemu ina tatizo. Kuziangalia sana nyaya za umeme. Kuihisi shoti kuwepo. Nge. Pokea kwa imani. Utapata kitu kikubwa chenye mafanikio. Naiona furaha kwako. Wengi wenu kitu hicho kitakuwa ndiyo mwanzo mpya mafanikio endelevu. Nyota ya ng'ombe. Kuhisi uwepo wa mtu na kufanya uwe imara. Kuona mbali kwa kutenda jambo kwa wakati. Kuishi na watu vizuri itafanya usaidike kwa jambo. Ukimya wako sehemu hautojulikana kama upo. Mtu atakuoneshea upendo sana. Wazo au ushauri wako unafanya kazi kwa mtu. Nyota ya mbuzi. Maelekezo ya mtu yatakupa ufumbuzi mzuri zaidi. Kukaa kwa kucheka mwenyewe. Kuna muda hutaki kabisa kukumbukia majonzi. Kufanya mtu apate mashaka kwa unachokihisi. Taratibu unaanza kuelewana na mtu fulani kwa kitu unachomwambia. Kuhisi wivu uliopitiliza. Mikono yako itakuwa na nguvu sana. Sauti yako pia itakuwa yenye kuchangamka. Mawazo yako yanaunda ukweli. Utathibitishiwa hilo ikiwa utaona namba 111. Kutamani kumiliki kitu. Mbuzi. Nguvu yako inaonekana mapema sana. Tokea udogo wako au katika ukuaji wako. Unajulikana wewe ni mtu wa namna gani. Unajitahidi sana kujituma. Pambana utafikia lengo. Kwenye kizuizi tafuta namna kukiondoa kwa haraka. Nyota ya mashuke. Utakuwa ni mwenye machale. Kuona au kuhisi hata kama kitu kipo mbali. Utasita kwenda sehemu. Unachokiona ndani ya nguvu yako kinakupa mawasiliano ya moja kwa moja. Huna haja ya kupinga kitu tena. Kuna njia utakayoifuata bila kushurutishwa. Kujua ukubwa wa kitu ikiwa watu wanaona kwa namna ndogo. Utakuwa haraka kujua kitu, hata fursa inayokujia. Kichwa chako kutikisika kila wakati. Inakujulisha unapokea ujumbe wa siri ndani yako. Ni mtu unayejirudi kufanya malipizi. Kipo utakachokitekeleza. Cha kwako hakiondoki kizembe. Utapata kitu. Kiumbe yoyote kikukaribia miguuni. Tambua kuna heshima utakayoipata. Utamuongoza mtu kwa usahihi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.